Ziara ya mahujaji inaandaliwa na Baraza la Hija katika nchi ya Burundi. Sheikh Jamal Swaleh, utaratibu wote huyu mzuri anauandaa katika mazingira haya mazuri. Nianzie kwanza hili kwako, tumzungumze Sheikh Jamal Swaleh. Ulipata aje uwepesi wa wewe kukutana naye na mpaka kuweza kulifanikisha siku hii ya leo ambao unaenda rasmi kukutana katika ibada hii ya Hija? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na jina lako? Mimi naitwa Bi Mwajabu Feruzi, mkaaji wa Ujerumani, Munich. Mama yetu hapa anaitwa ni Bi Mwajabu Feruzi, ni mkazi huyu wa Ujerumani. Ni uwepesi gani ambao uliupata kiasi kwamba ulikuwa na uwezo wa kutokea Ujerumani na mpaka ukaona uje utokee huku? Sheikh Jamal Swaleh, kuna uwepesi gani ambao anauweka kwa mahujaji wa nchi ya Burundi? Kwa sababu kiangalia mwaka jana wako ambao mpaka wa Belgique walikuwa hapa na wewe leo ni wa Ujerumani. Nini ambacho umevutiwa mpaka uje utokee nyumbani? Nyumbani ni nyumbani, cha kwanza hicho. Alafu cha pili, kwa kumpata Sheikh Jamal sio mimi, ni mume wangu ndo walizungumza naye. Utaratibu wote anaujua mume wangu. Furaha yako ni ipi kwa mume wako ambaye amelitengeneza kitu hichi chenye historia katika maisha yako, na imani hili hautolisahau? Itakuwa ndio mara yako ya kwanza na wewe unaenda katika ibada hii au ni mara 10? Ni mara ya kwanza. Namshukuru Mwenyezi Mungu na sina mengi zaidi ya kusema. Allah mwenyewe ndo atakayemlipa. Na ninamwombea dua tuzikane. Huyu ni mmoja ambaye ametokea Ujerumani, lakini mume wake alifanya sababu iliyokuwa kubwa. Nina imani una watoto, usia wako ambao unaweza ukauacha kwa watoto zako ambao wanaweza wakafuata nyayo labda za baba yao, usia wako ambao unaweza ukauacha kwa familia yako pia, wakikusikiliza waseme mama ametuhusia hili tulizingatie. Kuhusu wanangu, nawaambia nawapenda sana, na wenyewe wapendane sana, na wenyewe watakapojaliwa kupata wake wawafanyie wake wao kama hichi baba walichonifanyia. Na kuhusu wa ndugu zangu wa Burundi wote nawapenda sana na ninawaombea dua, Mwenyezi Mungu awafanyie nguvu na wenyewe wafanye ibada ya Hija. Mashaallah. Al Huda, mwongozo wa jamii.